Kampuni ya Kitanzania ni JKT. Yes. Mimi nikifungua kampuni ya kufanya biashara yoyote ile, ujenzi wherever, sio ya Watanzania. Hiyo ni ya walimwengu. Wenye akili kubwa watanielewa. Bakhresa sio Mtanzania. Bakhresa hayuko pale kwa maslahi ya Watanzania. Bakhresa ni globalist. Mo sio Mtanzania. Mo yuko pale kwa ajili ya maslahi ya globalist. Mo sio Mtanzania. Marehemu ndugu yangu Mengi hakuwa Mtanzania. Huwezi kuelewa. Wenye big brain ndio tunaelewa. Sasa waziri mkuu anajua mchezo unaochezekaga katika kuwapa tenda wanaojivika kofia kwamba ni Watanzania wapewe tenda. Kumbe ni wageni wanaotafuta wazawa, wanawavika ile kofia ya uzawa kufanya mambo yao. Hiyo michezo mimi naijua sana. Nishawaambia ndugu zanguni. Hakuna kichochoro cha kujifunza utajiri mimi sijajifunza. Utajiri ni kunyonga wanyonge tu. Utajiri ni kutafuta mazombi wasiojitambua. Wanafikiri utajiri ni juhudi. Who told you? Nani kakwambia? Waliowahi duniani wamewahi, wametengeneza misingi ambayo huwezi kuibadilisha leo wala kesho. Ni sasa barabara ya kwenda Morogoro uibadilishe. Utatumia gharama kiasi gani? Utapita ile ile walioichonga ndio tayari wameshaichonga. So ndio utajiri kwa hivyo hivyo. So the only thing inaweza ikawatetea Watanzania ni JKT, nothing else. Kwa hiyo hivi kuna wageni wanajua namna ya kucheza na wazawa kufanikisha mambo yao katika jina la hichi ni cha mzawa. Kwa hiyo kisipate hizi international speech charges, you know what I'm talking about. Kwa nini wasingepewa JKT mpaka atafutwe kampuni individual ya mzawa? Ubepari umeshakufa It's time to empower JKT. Ni muda wa kuipa JKT meno na silaha za kweli kuwapigania Watanzania wanyonge. Period. Prime Minister unaelewa ninachokizungumza. Wenye akili ndogo hawezi kunielewa, lakini Prime Minister unanielewa. Kwa hiyo kama kuna project ya kuwapa kampuni la Kitanzania wapewe JKT. Tumemaliza mjadala. Kwenye local content mwasilishaji ameongelea wazawa. Pigeni hatua zaidi. Msiongelee tu wazawa. Msiongelee tu kampuni za kizawa. Kuna ujanja umekuwa ukifanywa kiweka hii kauli ya kampuni za kizawa. Wapo wasio waaminifu wanacheza na hii terminology kampuni ya kizawa. Anamchukua dereva wake, anaanzisha kampuni, lakini mmiliki ni yeye kwa kutumia mgongo wa dereva wake. Alafu anaenda anaipa kazi huko mbele kwamba ni kampuni ya kizawa. Sasa hii ya kampuni ya kizawa, nataka kuona kampuni za Watanzania. Sio tu kampuni iliyopo Tanzania. Sio kampuni iliyopo Tanzania, nataka kuona kampuni ya Watanzania. Kwa sababu kuna huo mchezo nimeuona mahali mtu anatumia tu anwani ya mojawapo ambaye si mnufaika. Si mnufaika. Anaweka kampuni ina thamani ya bilioni 23, bilioni 15, alafu mmiliki driver wake. Huu udanganyifu wa aina hii unawanyima Watanzania fursa ya kushiriki kwenye miradi mikubwa inayotekelezwa ndani ya nchi. Kuna driver anaweza akawa na mali inayofikia bilioni 50 ya ujenzi. Atakuwa anasimamia lini kama yeye ni driver kuajiriwa kwenye eneo hili? Na nilishazielekeza taasisi zetu, wale watakaogundulika wanafanya ujanja wa aina hiyo tutawafungia, hawatafanya kazi tena ndani ya nchi yetu. Huko ni kuwatapeli wa Tanzania, huko ni kuwaibia fursa wa Tanzania. Tumekupa mradi, una nafasi yako ya kutekeleza mradi. Tena asilimia kubwa. Tumetaka hata hicho kidogo sehemu kiwanufaisha wa Tanzania, unataka kukomba na hicho. Wale tukiwagundua tutawafungia, hawatafanya kazi tena ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo kwenye ile eneo la local content, fanyeni verification. Ni nani anasimamia? Fanyeni verification. Ile portion tunayosema inatakiwa ifanywe na Mtanzania, na Watanzania tunataka kweli ni ya Watanzania. Sio janja ya kutumia
jina la Mtanzania, lakini yule yule foreigner anakuwa na kampuni main inayofanya kazi ya asilimia ya kampuni ya kigeni, anafanya huyo na ile kampuni ya Kitanzania, na wengine wanafanya mnyororo wote wa kazi, kwamba kazi kubwa amepewa yeye. Tumesema kuwe na local content, kuwe na sehemu ya kampuni ya Kitanzania, anafanya yeye kwenye sehemu ya kampuni ya Kitanzania. Ukienda kwenye masuala ya uingizaji bidhaa bandarini, clearing and forwarding, nako ametengeneza ya kwake yeye mwenyewe, ya kusafirisha na kukatengeneza yeye mwenyewe. Huu ni ulafi. Kama umekaribishwa, lakini unataka waliokukaribisha hata wasipate kitu. Kwa hiyo hii fuatilieni. Sasa msipofuatilia na kujua hiyo, nikitumia vyanzo vyangu nikijua, na ninyi mtakuwa mmeshiriki. Mswahili elimika.